Njia ya kwanza inayomtengeneza huyu mtu mwenye thamani ni njia ya mafundisho. Amen. Ni njia ya kusikia tena na tena kuhusiana na kufanya vizuri. Mimi nikwambie kweli, amini au usiamini, ni kwamba mwanadamu ni product ya kusikia. Yaani kubali ukatae, ila mambo ambayo uliwahi kuyasikia sana, hata kama leo umeokoka, bado yale mambo yako kwenye kumbukumbu za akili yako. Bwana si. Yaani mwanadamu ni product ya kusikia. Kwa kadri anaposikia sana kitu fulani, anasikia, huyu mwanadamu anazidi kwenda kwenye sura aliyotakiwa kuwa nayo. Amen. Ndio maana mzee Jumapili tusomee ile andiko la kwenye Mathayo 7 hapa kuhusiana na kusikia. Kusikia tu, yani kwa tu unasikia, unaona kama huelewi. Unajua kuna wakati mzee ukimsikia anaongea unaweza ukawa unasema kwani mzee kweli kuna. Lakini mimi kuna nyakati huwa inatokea hata nikiangalia nilichoandika kwenye daftari jana sikioni, yani sijui jana niliandika nini. Amen. Ile siku ambayo nakuwa nasema sijui jana niliandika nini, pale nikikaa huwa nakumbuka kuna kitu jana nilisikia. Hapo naweza nikaanza kuandika point nilizosikia jana kutoka kichwani. Bwana si. Yani hiyo jana nilikuwa nasikia, ila nilikuwa sielewi kinachoendelea, kwamba okay sawa, yani sika na kwamba nadharau, ila nakuwa na hali ambayo nimechoka, sio kuchoka, yani ni kama sikielewi. Mathayo 7 mstari wa 24. Mathayo 7 mstari wa 24. Mathayo 7 mstari wa 24. Kwa hiyo mwisho wa yote, kusikia kuna nguvu kubwa sana ya kumbadili mtu. Amen. Kusikia. Na kwa kadri unaposikia vitu vya aina fulani, ndivyo ambavyo vile vya mwanzo vinakosa nguvu, hivi vipya vinaanza kufanya kazi. Ubongo wa mwanadamu una kawaida ya kuhifadhi vitu vichache. Yani kuna vitu vinahifadhiwa kwenye kumbukumbu za mbali, lakini kumbukumbu za karibu zinakuwa zina vitu ambavyo daima unavisikia, unavitumia, unavisikia, unavitumia. Amen. Ndio maana hata kama unajua kupiga kinanda, usipopiga kwa muda mrefu, miaka 2-3, utakapokuja kupiga utaona ni kama mambo mapya. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu hujakifanyia mazoezi. Ila unazidi kufanyia mazoezi ndivyo ambavyo na ubongo unazoea zaidi. Ndio tusome Mathayo. Anasemaje? Mathayo 7 na ule mstari wa 24 anasema. Naam. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu, na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha. Mafuriko yakaja. Pepo zikavuma. Zikaipiga nyumba ile. Isianguke. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu, asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Ndio. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Ndio. Mvua ikanyesha. Ndio. Mafuriko yakaja. Pepo zikavuma. Zikaipiga nyumba ile. Ndio. Ikaanguka. Nalo anguko lake likawa kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili. Bwana asifiwe. Sasa ni vema uwe unajua kwamba nini kilichowatengeneza wanafunzi kuwa wanafunzi. Mzee amefafanua hapa mchana kwamba yako maisha yaliyofanya wanafunzi wa Yesu wawe wanafunzi wa Yesu. Amen. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafunzi wa Yesu. Miongoni mwa maisha yaliyowaunda kuwa wanafunzi wa Yesu ni kupatikana sana kanisani na kuendelea kukumbushana yale ambayo Yesu alisema.